na msikilizaji wa redio yetu, Radio Ukombozi, kutoka hapa TAG Shangani. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Ukombozi hapa Shangani. Kwanza ni muhtasari wake. Hatimaye sikukuu ya wanaume yafanikiwa. Mwana CMF mmoja ang'ara kimataifa. Vijana wa kiume wahimiza kuoa haraka. Vipaji vya wanaume vyaibuliwa. Habari kamili. TAG Shangani
Hatimaye sikukuu ya wanaume yafanikiwa leo tarehe 25 mwezi wa 5 2025 katika kanisa la TAG Shangani. Habari kamili zinasema kuwa sikukuu hiyo ilikuwa ifanyike mwanzoni mwa mwezi wa 5, lakini kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo ililazimika sikukuu hiyo isogezwe hadi leo. Kwa taarifa zaidi, tumsikilize ripota wetu ambaye yuko eneo la tukio ambapo sherehe hizo zinaendelea. Na kupata vizuri kiyeyewe hapo studio, na kupata vizuri kabisa, na tuko mubashara kabisa. Sherehe na shughuli ikiwa inaendelea vizuri kabisa, kama unavyoweza kufuatilia katika magrupu ya CMF. Habari ni kwamba moto kweli kweli, na kama unavyoweza kuona wamependeza kweli kweli wanaume, ndio, na wamependeza kweli kweli, na wamama wana shangwe kweli kweli wanapoona wanaume wamependeza. Na mbele yangu kuna mwanaume hapa namuona, nataka ajitambulishe kwa ufupi, aweze kusema kwa ufupi. Bwana, naitwa nani? Kwa majina naitwa Steve. Bwana, unaionaje siku ya leo? Wewe ulivyoiona na maandalizi, umeionaje kwa ufupi? Yaani leo sikukuu imekuwa ni nzuri sana. Ukiangalia hata wanaume wamependeza, wamevaa suti, yani kwa kweli imependeza. Kwa kweli ni sikukuu ambayo inampa utukufu Mungu. Kwa hiyo ni nzuri kabisa kwa kweli. Unaweza kuniambia kauli mbiu ya sherehe ambayo inaandaliwa hapa siku ya leo? Ndio ndugu mtangazaji, naweza nikakwambia kauli mbiu. Kauli mbiu yetu ya wanaume inasema kwamba mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu, ambao kauli mbiu hii imetoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 7 pale. Asante sana mtangazaji. La kumalizia kidogo, kwa sababu vitu hivi visingetokea bila uongozi. Na kwa upande wako naongeleaje uongozi ambao umeongoza mpaka kukamilisha tukio kama hili? Kwa kweli ninaupongeza uongozi wa CMF, kuanzia mwenyekiti, katibu na mtunza hazina. Kwa kweli sherehe hii imekuwa standard katika level za juu sana. Ukiangalia yani imesimama mpaka nashindwa kujielezea, ndugu mtangazaji wa taarifa habari. Nikushukuru sana. Asante sana. Wakati inaendelea kuzunguka katika ukumbi huu wa sherehe, ndugu Kiyeyewe hapo studio, Ndio. Natafuta kidogo hapa kiongozi ambaye ameweza kufanikisha jambo hili, na yupo hapa mwenyekiti wa kamati ya CMF. Naomba nimwambie kidogo mwenyekiti aweze kurudia mawili matatu kwa ajili ya kuelezea issue. Karibu mwenyekiti, jitambulishe. Asante sana. Kwa majina naitwa Paulo Kokora, mwenyekiti wa CMF hapa TAG Shangani. Mwenyekiti, shughuli imeendaje? Na kwa ufupi tunaona pamependeza na watu wanashamba. Yaani kila unapoangalia kuna tabasamu. Sasa tunataka kufahamu, je, ni changamoto zipi umekumbana nazo kama kiongozi katika kulifanikisha shughuli? Changamoto kadhaa tumekumbana nazo hapa TAG Shangani. Kwanza kabisa, kanisa letu hapa wanaume wengi wamekuwa wakihama mara kwa mara. Karibu kila mwaka tunakuwa na wageni wengi na wenyeji wengi wanahama. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini pia vile vile idadi ndogo ya wanaume. Wanaume ni wachache sana. Nadhani hili inatupa onyo sisi kama wanaume kuweza kuwashuhudia na wanaume wengine waongezeke kanisani. Ukiangalia kanisa walio wengi ni kina mama na watoto, wanaume ni wachache sana. Lakini pia vile vile wanaume wana majukumu mengi, shughuli nyingi za uzalishaji mali. Hii inachofanya kwamba hata ratiba zao zinakuwa ngumu, upatikanaji wao wanahitaji muda wa kutosha, na unakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu wengi wanakuwa kwenye majukumu mbalimbali ya kikazi. Ni kweli mwenyekiti wa CMF, changamoto za wanaume ziko nyingi, na ni kweli tazama upande wa wanaume, naona wanaume ni wachache, na
lakini shughuli imependeza. Unaweza kusema umefanikiwa kwa kiwango kipi? Asante sana. Kwanza kabisa tunashukuru Mungu kwa sababu pasipo yeye hakika tusingeweza kufikia haya, lakini uongozi tunaopata kutoka kwa mchungaji wetu na utayari wa wanaume katika kujitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, haya ndio yaliyotuwezesha kwa kweli, hiyo siri kubwa iliyotuwezesha hadi kufikia wakati huu. Kwa kumalizia, mwenyekiti, wewe unaona kama ni mzee, unaelekea kustaafu kwenye uongozi, una ushauri gani kwa viongozi ambao wanatarajia kufikia huko mbele? Asante sana. Nikafurahi kwa kweli kama nimepata viongozi wengine watakaochukua baada yangu, nikafurahi sana. Na naweza kuwashauri yafuatayo. Kwanza kabisa, kuweka mikakati ya kuwafikia wanaume wengine, kwa sababu ili kumpata mwanaume unahitaji kumtumia mwanaume mwingine aweze kwenda kwa mwanaume mwingine wenzake. Hilo la kwanza. Lakini pili, kuendeleza shughuli na maono ambayo yameshaanza. Kwa mfano, tunataka kufungua kanisa kule Bae, kwa hiyo kuhakikisha kwamba haya maono na kazi iliyoanza inafanikiwa. Nikushukuru sana mwenyekiti, hongera sana kwa maandalizi mazuri. Mungu akubariki sana. Na mkielewe hapo studio kama unanipata. Ndio nakupata. Kama mmekwisha kusikia. Ndio. Mambo yanaendelea vizuri kabisa na tunaendelea vizuri na watu wanatabasamu kweli kweli. Yes. Wanafurahi sana siku ya leo. Sasa naomba nirudishe matangazo hapo studio. Nikiripoti kutoka TNG Shangani, ni mimi Jackson. Asante sana mwandishi wetu mahiri sana Jackson kutoka TNG Shangani. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni taarifa ya habari kutoka Radio Ukombozi hapa TNG Shangani. Mwana CMF mmoja ang'ara kimataifa. Taarifa kamili zinasema mwana CMF huyo ambaye amekuwa akizunguka nchi mbalimbali amekuwa akitekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa. Mwana CMF huyo ameendelea kufungua makanisa mengi katika nchi mbalimbali akitimiza jukumu la uinjilisti na umisheni. Nchi ambazo amezifikia ni pamoja na Kenya, Msumbiji, Kongo na Uganda pamoja na nchi ya Tanzania. Pia ameeleza kuwa ameitwa Sudani na Malawi kwa ajili ya kufungua huduma. Hali hii ya kuitwa na watu kufungua makanisa inatokana na kujituma kwa mwana CMF huyo kwa moyo wote bila kinyongo. Hii tunaweza kusema kuwa ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Mwenyewe anaeleza kuwa yeye ameitiwa kazi ya Mungu, yaani uinjilisti na umisheni. Hivyo watu wanatakiwa waunge mkono mwana CMF huyo kwa kumsapoti kiuchumi na kumtia moyo. Alieleza watu kuwa yeye ameitiwa kazi ya umisheni na ndio maana anasafiri kwenda nchi mbalimbali kufungua makanisa. Hivyo watu wasilaumu kuwa kwa nini anasafiri. Watu wengi wanapenda namna mwana CMF huyo anajitoa, lakini ukijaribu kumpongeza katika kazi yoyote ya Mungu anamrudishia Mungu utukufu. Hii inaonyesha ukomavu wa kiroho wa mwana CMF huyo. Vijana wa kiume wamesisitizwa kuoa haraka. Habari kamili zinasema vijana hao wameambiwa maneno hayo katika siku ya mahubiri ya Jumatano, ambapo mtumishi wa Mungu mzee wa kanisa ndugu Samson alipokuwa akihubiri somo lililokuwa na kichwa kilichosema umezaliwa mwanamume, dhihirisha wanaume wako. Alieleza kuwa vijana hawana sababu ya kusubiri sana hadi kufikia miaka 30 hajaoa. Alieleza kuwa anashangaa kijana anatimiza hadi miaka 35 yupo tu kanisani hajaoa. Alisema kijana akizidi sana kuchelewa kuoa basi ni miaka 30, napo hapo
wakawa wamesubiri sana. Alieleza sababu kuwa ukioa na miaka mingi utashindwa kuwasomesha hadi watoto wako, maana muda wa watoto kwenda shule utakuwa umefika na wewe umeshazeeka. Je, nani atawasomesha watoto wako? Alisema kuwa kuzaliwa mwanamume ni kuwajibika, hivyo vijana wengi wanakwepa majukumu. Alieleza vijana wasitake ndoa za matarubeta, kwani hayo ndiyo mambo yanayowachelewesha vijana wengi sana kuoa mapema. Mtumishi huyo alisema, wasichana wapo wengi hapa kanisani, kwa nini hamuoi? Aliuliza mtumishi huyo kwa msisitizo. Alisema ni jambo la kumwambia mchungaji na kukubaliana tu, ndoa inafungwa na maisha yanaendelea. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Ukombozi Radio, kama kwanza unajiunga nasi, hii ni Ukombozi Radio. Mazoezini. Vipaji vya wanaume vimeibuliwa katika wiki ya wanaume. Vipaji hivyo vimeonekana wakati wanaume wakiendelea na mazoezi ya maandalizi ya sikukuu yao. Miongoni mwa watu waliobainika kuwa wana vipaji ni pamoja na Dr. Mwaluko, Dr. Alexander Kagarinde, Mzee Samsoni na Mzee Mwamakula. Wameonyesha umahiri kwenye kuimba na kucheza pia. Wapo wengine wengi ambao wamebainishwa katika vipaji, majina yao yamehifadhiwa. Sasa mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tusikilize habari za michezo. Kwa habari za michezo zinasema timu ya Shetani yani Nandenga yapigwa goli 5 yani mkono na timu ya CMF na kufanya timu hiyo ya CMF kufanikisha sherehe yao baada ya kumzuia Shetani kutopata goli hata moja katika viwanja vya TNT Shangani. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa. Utabiri wa hali ya hewa unatolewa kuanzia kesho tarehe 26 mwezi wa 5 na kuendelea. Shetani atakuwa akikimbia kutoka TNT Shangani kuelekea baharini ili kupoza moto atakaoendelea kuunguzwa kwa spidi ya kilomita 200 kwa saa. Vijana wengi wa TNT wataoa haraka ili wawahi kusomesha watoto wao, kwa kuwa wengi wanakaribia miaka 30. Mabinti wengi wataanza kujiandaa kuolewa, kwa kuwa neno la madhabahuni limetoka. Vijana waoe TNT Shangani, kwa kuwa mabinti wapo wengi. Shetani atakuwa na kazi ya kuzika mawakala wake kuzimu, ambao wataendelea kupigwa na moto wa Yesu. Na kwa habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba mwana CMF machachari wa TNT Shangani sasa amepata kibali na inawezekana akaenda kuhubiri Marekani. Asante sana ndugu wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Ukombozi FM. Taarifa ya habari imeletwa kwenu nami kiherehere wa Yesu Enoch. Asante sana, nawatakia siku njema na ibada njema. Mungu awabariki. Asante sana. Ongeza makofi mengi. Barikiwe.
Barikiwe sana. Hata ndugu yake anaweza kukuacha, lakini
Mbwa akikonda, aibu sio ya mbwa. Aibu ni nani? Aibu ya mbwa. Inaonekana wewe hauni vizuri, ndio maana mbwa wako anakonda. Wanasikia sana. Kwa hiyo mke wako akikaa vibaya, aibu apate mkeo. Aibu unapata wewe mwanaume ambaye haumtunzi mkeo. Wanasikia sana. Nikiangalia kwa asubuhi, hata mchungaji msimama amegusa kwenye mambo ya ndoa. Bali nasema mimi nikisimama nasema mbona kama wengine wameshagusa kwenye ndoa. Kuna vijana wako wengi, kuna wabinti wako wengi. Naweza kusema kwamba haya mambo ya ndoa mimi hayanihusu. Bwana siku sana. Lakini nikwambie kitu kimoja. Mimi siku ambayo nilikuwa naoa, baada ya kuwa tumesaini vyeti kila kitu, wakati wanapokea vyeti, yule mchungaji akaniambia tunawapa vyeti. Sasa kuna neno moja ambalo sasa ndio kusikia au wako nalisikia tu, lakini yeye mtafakari. Lakini mimi sikio nilitafurahisha sana. Anasema tunawapa vyeti. Hii ni shule pekee ambayo unapewa vyeti kwanza, alafu ndio unakwenda shuleni. Akasema shule zingine unaingia kwanza shuleni, unasoma, alafu baadaye ukija kufanya mitihani ukimaliza ndio unapewa vyeti. Lakini hii ya ndoa unapewa kwanza vyeti, alafu mitihani unaikuta huko. Bwana sikia sana. Alafu tunaamini kwamba kwa sababu wewe umekupa cheti, na yake kwamba hiyo mitihani unayokuta huko, hata kama inakuwa ni migumu namna gani, wote ifaulu kwa sababu cheti tunavyo. Hiki cheti tunatoka mambo ya juu ili tunapokuja kuingia unajua kabisa huko unapoingia tunakupa cheti na lazima unapokwenda ukafaulu. Bwana siku sana. Binti kukupa cheti lazima uende huko ukafaulu, haijalishi kuna magumu kiasi gani. Bwana siku sana. Kuna swali la kujiuliza. Mwanaume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Lakini je, huyu mwanaume ambaye ni mfano wa utukufu wa Mungu ni kila mwanaume? Maana tunasema mwanaume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Je, hapa tunapokaa wote ni mfano wa utukufu wa Mungu? Tukienda barabarani tukakuta wanaume barabarani ni mfano wa utukufu wa Mungu. Tukienda kwenye mabara tukakuta walevi nao je, ni mfano wa utukufu wa Mungu? Bwana siku sana. Tunaona kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Amina. Bwana siku sana. Kumbe hata Mungu alimuumba, alisema na kufanya mtu kwa mfano wetu. Bwana siku sana. Na hapa mfano huo unaozungumzia ukiendelea kusoma hakuishia tu kwa mwanaume, alikwenda mpaka kwa mwanamke. Maana yake alifanya mtu mume na mtu mke kwa mfano wake. Bwana siku sana. Lakini mfano wa Mungu, ukisema mfano wa Mungu au ule uumbaji wa Mungu, Mungu jinsi alivyo ni mpana sana. Bwana siku sana. Kwa hiyo kufanana naye Mungu kunahitaji kuingia ndani zaidi, unafanana naye nini? Bwana siku sana. Kwa sababu unaweza kaenda kwenye yale maduka yanayouza nguo, utakuta kuna midoli imekaa pale nje vile. Imetengenezwa kwa mfano wa binadamu, lakini sio binadamu. Bwana siku sana. Kwa hiyo unaweza ukawa umeumbwa kwa mfano wa Mungu lakini sio Mungu. Bwana siku sana. Ukawa mdoli au kusema kwa mfano tukichukua wewe tukakupeleka mafunzo ya askari, ukahitimu yale mafunzo, tukikuacha pale usidhani kama ulikuwa askari. Inawezekana pale mgambo tu ulikuwa umepitia mafunzo ya askari. Bwana siku sana. Kuna vitu ambavyo vinakuhitaji kufanya ili uwe askari. Leo tukichukua na Amani hapa tukampa mavazi ya askari, hayamfanyi kuwa askari. Atakuwa tumefanana kama askari lakini sio askari. Bwana siku sana. Unaweza kusema bwana askari tumchukue tumvalishe mavazi ya trafiki, tumpeleke pale barabarani aongoze magari. Tutamchukua Amani na kwenda barabarani aongoze magari. Lakini kule kuongoza magari hakumfanyi yeye kuwa trafiki. Bwana siku sana. Kwa hiyo kuna kitu cha ziada zaidi kinachoweza kufanya. So Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 5.
Inasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hapo shida kidogo. Nyoka akamwambia mwanamke, simama, utie moyo. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Bwana asifiwe sana. Ukisoma vitabu vingi vinaonyesha kwamba sisi wa Kristo tunaamini kwamba shetani ni muongo, sio? Lakini nikwambie, shetani kuna nyakati zingine anakuwa sio muongo. Anaongea maneno ya ukweli, alafu anatafuta kaneno kadogo anabadilisha, au kaneno akabadilisha. Ndio hapo kuja kusoma anakuchanganya. Na ndipo kaneno alichowachanganya hata Biblia. Kwa sababu anasema ukweli, alafu anachukua neno moja ambalo ni dogo, analibadilisha kidogo. Bwana asifiwe sana. Tuendelee. Sura 5. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Amen. Anasema kwa maana siku mtakayokula mtafumbuliwa macho. Ni kweli, walipokula walifumbuliwa macho. Amesema mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Ni kweli, walipokula waliambiwa mema na mabaya, lakini alipotaka kidogo alisema hakika hamtakufa. Bwana asifiwe sana. Hata wahubiri wa leo ambao tunao wanaongea maneno mengi sana, wanatoa maneno mengi ya Biblia ambayo yako sawa, alafu wanataka mstari kadogo tu anapindisha, au mstari ndio anakuja kuchanganya, na sisi waamini wengine tunashindwa kuelewa huyu ni nabii wa uongo au wa ukweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nyoka akamwambia hakika hamtakufa. Hapo ndio ilipodanganya, lakini kingine kwa sababu kweli kwamba mkila haya matunda mtafanana na yeye. Kwamba nyinyi Mungu ameomba kwa mfano wake. Masiara. Wewe unamfano Mungu alafu unajua hata mema na mabaya, wewe Mungu anafanya nini? Kwa hiyo Mungu alikuwa ameomba kama mfano wa Mungu, lakini kuna vitu bado walikuwa hawajafikia kuwa kama Mungu. Bwana asifiwe sana. Walikuwa bado kuna vitu wanavyo havijawafanya bado kuwa kama Mungu. Kuna vitu ili uwe kama Mungu, viko vitu vingi ambavyo vinakubidi kuvifanya au uwe navyo ili uwe kama Mungu. Bwana asifiwe sana. Sio mfano tu wa sura. Sasa wao, kuna mhubiri mmoja alisema, mwimbaji mmoja alisema walikuwa wanayajua mema. Maana mema walikuwa nayo kabisa, lakini mabaya walikuwa hawayajui. Kwa hiyo alipokuja shetani akamwambia mtayajua mema na mabaya. Yule mwimbaji anasema wao walitamani kuyajua walikuwa nayo mema wanayajua, wakatamani kuyajua mabaya. Bwana asifiwe sana. Sasa haya mabaya ambao walitamani kuyajua, walipokuja kuyajua mabaya, waliacha kitu cha zamani sana. Bwana asifiwe sana, ambao ni utukufu wa Mungu, ambao ni utakatifu, na huo pekee utakatifu ndio unaofanya mtu afanane na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hivi vingine unaweza kuwa una uwezo wa kujua mema na mabaya kama Mungu, lakini usifanane na Mungu. Lakini kinachofananisha mwanadamu na Mungu cha kwanza ni utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni ule utakatifu ndio ambao unafanya mwanadamu kufanana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukisema mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu, cha kwanza ni utakatifu. Bwana asifiwe sana. Ili uweze kufanya kama Mungu ambao anavyofanya, cha kwanza ni utakatifu. Utakatifu ndio utakao kufanya wewe kama Mungu. Ukishakuwa kama Mungu ndio utaanza kuwa na utu wema, utakuwa na fadhili, utakuwa na upole, utakuwa na upendo, utakuwa na huruma kwa familia yako baada ya kuwa ulikuwa na utakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa ni mamlaka. Bwana asifiwe sana. Neno la Kutoka sura ya 20 mstari wa 2 mpaka 5. Mungu ameweka mamlaka ndani ya mwanaume. Ameweka mamlaka ndani ya mwanaume. Ili mwanaume aweze kuwa kama mwanaume, huyu ambaye tunamzungumzia mwenye utukufu wa Mungu ana mamlaka ndani yake. Bwana asifiwe sana. Kutoka 20 mstari wa 2 mpaka 5. Mimi ni Bwana Mungu wako, nilikutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini
dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Anataka tunapomwabudu tumwabudu yeye tu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tabia ya Mungu wetu. Wala hataki jifanyizie miungu mingine. Yaani unapokaa hapo anataka umwabudu yeye tu. Uwe na imani na yeye tu. Usiwe na imani na vitu vingine. Hiyo ni tabia ya Mungu. Ukishaanza kuwa na wasiwasi na Mungu, ukaanza kukaribisha miungu mingine, huyo Mungu anaondoka kwako. Bwana asifiwe sana. Mungu anaondoka kwako. Ukianza kujifanyizia miungu mingine, mtu anakuambia uchukua kanuni, ukaweka sisi shambani mwako. Huku kama umeshajichanganya kalima huku utaona. Ukishaanza kulima tu anakuambia bwana sasa hapa inabidi sisi tufanye hivi ili shamba lako likae hivi. Kuna namna watu huku wanaamini hawawezi kufanya kilimo bila kufanya hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wetu anatuambia ni Mungu mwenye wivu. Bwana asifiwe sana. Lakini hii tabia ya Mungu mwenye wivu, kwa sababu amemfanya mwanaume kwa mfano wake na utukufu wake, hii tabia iko ndani pia ya mwanaume. Bwana asifiwe sana. Mwanaume ni mwanaume mwenye wivu. Kina mama, sisi wa baba ni wanaume wenye wivu. Bwana asifiwe sana. Ninapokuwa nikikaa nyumbani, natamani kusikia ukiongea habari zangu. Sio niko na mimi alafu naongeza bwana, unajua amani yuko mzuri. Hapana, sitaki kusikia hizo habari. Mimi ni mwanaume mwenye wivu, nimeumbwa kwa Bwana Mungu na wivu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikikaa nyumbani nataka nisikie yale maneno tunajibizana mimi na wewe. Sawa? Mimi ni mwanaume mwenye wivu. Halafu sitaki nikusikie au nikuone kuna mwanaume mwingine. Bwana asifiwe sana. Ndio maana siku nikisikia kuna mwanaume mwingine, kwa wanawake tofauti kidogo. Mwanamke anaweza kusema mwanaume ana mwanamke mwingine, ikawa ugomvi kapita siku 3 ukaisha. Lakini kwa mimi sisi wanaume tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Huyu Mungu ukimshirikisha na vitu vingine anaondoka. Bwana asifiwe sana. Hata huyu mwanaume akigundua kwamba kuna mwanaume mwingine kwenye maisha yake anaondoka. Hata kama ataendelea kuwepo kasha, lakini moyo wake huyu mwanaume unaondoka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, ni wanaume wenye wivu. Bwana asifiwe sana. Kingine ni utulivu. Bwana asifiwe sana. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Nimesema na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Endelea. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru na kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Inasema Roho wa Mungu akatulia. Bwana asifiwe sana. Anasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana asifiwe. Alafu mstari wa 3 unasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu alipohitaji kufanya vitu vyake, hakukurupuka kufanya vitu vyake. Alitulia kwanza. Roho yake ikatulia juu ya maji. Ikatafakari nifanye nini? Ikawaza, ikatafakari, ikawaza, ikatulia. Alafu baadaye akaanza kusema sasa kiwe kitu fulani, ikawa. Iwe nuru, ikawa. Kiwe kitu fulani, ikawa. Lakini alitulia. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi wanaume tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunapotaka kufanya mambo yetu tunahitaji kutulia. Bwana asifiwe sana. Nikija shauri ambapo tunahitaji kufanya maamuzi kama wanaume, inabidi utulie. Utulie kwanza, usipotaka kufanya maamuzi wanaume inatakiwa utulie kwanza. Bwana asifiwe sana. Lakini sio kutulia tu. Hata nyumbani tukirudi huko tunatoka tuna vurugu nyingi sana kwa tunanazo wanaume. Tukifika nyumbani tunahitaji utulivu pia. Ili tuweze kutafakari mambo gani tunafanya nyumbani, tunahitaji utulivu. Kwa hiyo nyinyi wanawake mna jukumu la kutusaidia. Huko nyumbani mimi naweza nikawa ni mfanyakazi, mwajiriwa. Kwa hiyo huko nyumbani, huko kazini
kuna mabosi zangu wanaweza kuwa wanamtuma wanapotaka, nenda kaenda kitu fulani, lete kitu fulani, lete kitu fulani. Na kwa sababu nimekwenda kutafuta hela, najua kabisa hii kitu sio sawa, lakini napenda, naumia kwa sababu nazalaulika. Bwana siku sana na najihisi nazalaulika, lakini sasa nafanyaje? Hiyo ndio kazi ambayo niko nayo. Sasa nikirudi nyumbani nahitaji utulivu, kwa sababu huko nakotoka inawezekana sijapata huo utulivu wa kuweza kutafakari vitu gani ambavyo ninavyo. Nahitaji nikija nyumbani nipate utulivu. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu ili niweze kufanya maendeleo katika nyumba yangu, niweze kufanya maendeleo ya namna gani tunatoka hapa tulipo kama familia tunakwenda mbele. Lazima nipate utulivu. Sasa nikirudi nyumbani nikakuta vurugu imetanda, maana yake kwamba nakosa utulivu. Maana yake hata maamuzi yangu tu nakuta siwezi nikamua maamuzi leo sahihi. Hata maendeleo siwezi nikapanga leo sahihi. Kwa sababu nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maamuzi yangu leo sahihi. Cha kwanza nahitaji utulivu. Nikirudi nyumbani nahitaji utulivu. Bwana siku sana. Binti, kijana, utakapokuja kuoa au kuolewa, unahitaji utulivu. Mumeo ili aweze kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine, tunahitaji utulivu. Bwana siku sana. Jambo la tatu, Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Kuwaza yaliyo mema. Bwana siku sana. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Nasema kwa maana nawajua mawazo ninayowaziana zetu za mwisho. Lakini vile Mungu alivyo ndivyo na sisi wanaume alivyotuumba, kwa sababu sisi ni mfano na utukufu wa Mungu. Bwana tupe. Kuna watu ambao Mungu ametupa kuongoza. Mimi nikiwa kama baba, wako watu ambao watu wangu chini. Maana nikisimama mimi na Mungu, mimi nakuwa ni mtu wa Mungu. Mungu ananiwazia ndio mimi. Bwana siku sana. Lakini nikisimama mimi na familia yangu, ile familia ni watu wangu. Mimi nimeomba kwa mfano wa Mungu. Kwa kama nimeomba kwa mfano wa Mungu, maana vile Mungu anapofikiri, anapotuwazia watu wake yaliyo mema, ndivyo mwanaume nilivyoumbwa. Na wazia watu wangu yaliyo mema, wao tumaini siku zenu za mwisho. Kwa takwimu au ukifuatilia utakuta kati ya wanaume na wanawake, najua unaweza kuogopa, lakini ni ndivyo ilivyo. Wanawahi kuondoka wanaume. Mimi nikienda ndani kwetu tuna nyumba zipo karibu kama 10 hivi. Ukiwatafuta wanaume ambao wamebaki, sidhani kama wanafika watatu. Lakini ukituuliza wale wanaume wamezao wamekufariki kusaka sasa. Kwa hiyo kuna wakati kukuta miaka hata 10 imeshapita, miaka hata 20 imeshapita, wanaume waliondoka, wakabaki wanawake peke yao. Bwana siku sana. Kwa hiyo sisi wanaume kama tunawahi kuondoka, Mungu ametuwekea kitu ndani yetu kwamba kila siku tunapoishi ameweka kitu cha kuwaza yaliyo mema juu ya watu wetu. Bwana siku sana. Kwa hiyo ninapokaa nikiwa nahangaika, sihangaiki kwa ajili yangu. Mungu ameweka ndani yangu kuwaza yaliyo mema kwa ajili ya wale watu walio chini yangu. Bwana siku sana. Na waza yaliyo mema kuwapa tumaini nyinyi siku zenu za mwisho. Baba, mwanamke ukimwona mwanaume wangu anahangaika huku anakwenda huku anakwenda huku, jua anawaza yaliyo mema kukupa tumaini wewe siku zako za mwisho. Anawaza yaliyo mema kesho, watoto wangu nikiondoka, watoto wangu hawa wanaishi wapi? Wanakwenda kama wajomba zao. Kesho nikiondoka, hawa watoto watakaa kwenye nyumba tu ya kupanga hii ndio kwa nani? Kwa maana mwanamume tumepewa kuwaza yaliyo mema kwa wale watu walio chini yetu. Sasa swali linakuja, wewe mwanaume, mwanamke ni jukumu lako. Huyu mwanaume ambaye anakuwazia yaliyo mema, umsaidie atengeneze maisha kwa ajili yako. Bwana siku sana. Kwa sababu siku zote mwanaume anahangaika kutengeneza maisha kwa ajili ya watu wake wa chini. Bwana siku sana. Sasa unamsaidia huyu mwanaume kutimiza maono aliyokuwa nayo, yale maono aliyobeba, zile ndoto alizokuwa nazo kubeba. Wewe kama mama unamsaidia kutimiza, au ni vurugu tu nyumbani akija mwenzako akitaka hii hela tutapeleka kwenye ujenzi, wanaambia hapana, kwenye hii tutoe kidogo, kuna kitenge fulani kikiona. Bwana siku. Maana tuamue